Leo nimekuja tuzungumze juu ya tamasha la 4 la kitaifa la utamaduni ambalo linaanza kesho kutwa tarehe 25 hadi tarehe 29 mwezi Agosti hapa Morogoro. Tayari watu mbalimbali wameanza kufika hapa. Tamasha hili ni utekelezaji wa dhamira ya serikali ya kulinda, kuendeleza na kutumia utamaduni wa Mtanzania kama nyenzo ya kujenga maadili, kuimarisha utaifa na mshikamano na kukuza uchumi bunifu, kufungua fursa za ajira na biashara na kuitangaza Tanzania kupitia utalii wa kiutamaduni. Kwa mwaka huu tamasha linatarajiwa kuwa kubwa, lenye ushiriki mpana, likiwakutanisha mikoa 26, vikundi 28 vya utamaduni, wasanii 30, wajasiriamali 70, vijana takriban 5,000, taasisi za washirika 70 pamoja na wananchi na wageni ambao tunakadiria kufika 150,000. Kwa ujumla, tamasha litakuwa na shughuli 120 likiwa na maonesho ya vyakula vya asili 100, bidhaa za utamaduni na ubunifu zaidi ya 150 pamoja na fursa za biashara zinazokadiriwa kufika 70. Ujumbe wetu wa mwaka huu ni utamaduni sio burudani pekee, ni utambulisho, ni maadili, ni uchumi na ni fursa. Wote mnatambua kwamba tamasha hili chimbuko lake lilikuwa ni tarehe 8 Septemba mwaka 2021 wakati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokwenda kwenye tamasha la watani wangu wa Sukuma la Bulabo, akaelekeza kwamba tamasha hili sasa lifanyike nchi nzima kwa mzunguko, ili Watanzania wote mikoani wakumbushwe juu ya utamaduni wao na umuhimu na uadhimu wa utamaduni wao. Tumelifanya Dar es Salaam, tumelifanya Njombe, tumelifanya Ruvuma na mwaka huu tunafanya hapa Morogoro. Tamasha la mwaka huu limejengwa katika msingi wa kwamba utamaduni ni rasilimali ya taifa. Tunataka Watanzania waujue na kuuthamini utamaduni wao, wajivunie utambulisho wao. Tunataka Watanzania walinde mila, desturi na urithi wa taifa, wajenge maadili mema. Tunataka Watanzania wathamini utofauti wa tamaduni zetu, watambue utamaduni kama fursa ya ubunifu na biashara, na waendelee kujenga Tanzania yenye umoja na mshikamano. Tunataka pia watoto na vijana wajifunze kwa vitendo kuhusu historia, lugha, ngoma, vyakula, mavazi, sanaa, visasiri, visakare na maadili ya jamii mbalimbali. Kwa mtazamo huu, tamasha hili si la kuangalia tu, ni la kushiriki, kujifunza, kubuni, kufanya biashara na kujenga uhusiano. Ndugu zangu waandishi wa habari, mkoa wa Morogoro umechaguliwa kuwa mwenyeji wa tamasha la mwaka huu kwa kuzingatia utajiri wake wa kihistoria, utamaduni, sanaa na vivutio vya utalii. Kwa siku 5 hapa Morogoro itakuwa jukwaa litakalokutanisha watu kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania katika kusherehekea utamaduni wetu. Kama nilivyosema, tunatarajia kuona mikoa yote ikishiriki hapa Morogoro. Lakini pia kauli mbiu ya tamasha la mwaka huu inasema hivi: utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Karibu AFCON 2027. Kauli mbiu hii inaweka msisitizo katika maeneo matatu. Kwanza ni maadili, kutumia utamaduni katika kujenga jamii yenye heshima, uwajibikaji, mshikamano na uzalendo. Pili ni uchumi jumuishi, kufungua nafasi kwa wasanii, vijana, wabunifu, wajasiriamali na wananchi kushiriki katika uchumi wa utamaduni wa ubunifu. Tatu, utaifa, kutumia utofauti wa utamaduni zetu kama nguvu ya kujenga umoja, mshikamano na utambulisho wa pamoja wa Watanzania. Aidha, kauli mbiu hii inahusisha maandalizi ya Tanzania kwa kushirikiana na Kenya na Uganda kwa wenyeji wa AFCON, hususan katika kutambua nafasi ya utamaduni, sanaa, ubunifu, utalii, ajira na biashara katika kipindi hiki.